Uhali gani mtazamaji wa Mawengi TV, na karibu tuweze kufahamishana mengi na mazuri aliyoyafanya huyu aliyekuwa naibu wa rais wa Tanzania na waziri mkuu Cleopa David Msuya. Langu jina ni Diana Masai, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Ni wazi kuwa Tanzania imepoteza mmoja wa nguzo muhimu za historia yake, Cleopa Msuya, aliyewahi kushika nafasi ya waziri mkuu wa Tanzania mara mbili. Alizaliwa mnamo Januari 4, 1931 katika kijiji cha Chomvu, Usangi, wilayani Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Tangu akiwa mdogo, Msuya alionyesha kiu ya elimu na dhamira ya kuleta mabadiliko katika jamii inayomzunguka. Alianza masomo yake katika shule ya msingi Kivindu na baadaye kujiunga na Old Moshi, moja ya shule bora za sekondari kwa wakati huo. Kwa ufaulu na juhudi alipata nafasi ya kuendelea na masomo yake katika shule ya Tabora Boys na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda, ambako alihitimu shahada ya sanaa katika historia, jiografia na sayansi ya siasa katika mwaka 1952 hadi mwaka 1955. Baada ya kuhitimu, Msuya alirudi nyumbani na kuanza kazi ya ofisa maendeleo ya jamii mwaka 1956, kazi aliyoifanya kwa moyo katika maeneo ya vijijini, na hapa ndipo alipojifunza mahitaji ya watu na changamoto za maendeleo. Kufikia mwaka 1964, umahiri wake ulimletea uteuzi wa kuwa katibu mkuu katika wizara mbalimbali, na alianza wizara ya maendeleo ya jamii na utamaduni mnamo mwaka 1964 hadi mwaka 1965. Akahamia wizara ya ardhi, makazi na maji 1965 hadi mwaka 1967, kisha wizara ya mipango na uchumi 1967 hadi 1970, na hatimaye wizara ya fedha 1970 hadi mwaka 1972. Mwaka 1972, rais wa kwanza wa Tanzania Mwalimu Julius Nyerere alimteua kwa waziri wa fedha. Katika kipindi hicho kigumu kiuchumi, Msuya aliongoza juhudi za kupanga matumizi ya serikali na kuweka msingi wa nidhamu ya fedha. Baada ya mafanikio katika nafasi hiyo, alihamishiwa wizara ya viwanda mnamo mwaka 1975 hadi mwaka 1980, ambako walisaidia kusukuma mbele ajenda za viwanda vya kitaifa, ikiwa ni pamoja na viwanda vya nguo, usindikaji wa mazao ya kilimo na uzalishaji wa zana za kilimo. Novemba 7, 1980 aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni kipindi kigumu ambako taifa lilikuwa linakumbwa na mtikisiko wa kiuchumi uliotokana na vita ya Kagera na changamoto za utekelezaji wa siasa ya ujamaa. Disemba 7, 1994 alirejeshwa tena katika nafasi ya waziri mkuu, wakati huo pia akiwa makamu wa kwanza wa rais chini ya rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Kipindi hicho kilishuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kisiasa, ikiwa ni pamoja na mageuzi ya soko huria na ujio wa mfumo wa vyama vingi. Msuya alihusika moja kwa moja katika usimamizi wa mageuzi hayo, akihakikisha kuwa serikali inabaki kuwa nguzo ya uongozi na ustawi wa jamii. Mbali na nafasi za juu serikalini, mchango wake katika kuimarisha uchumi wa taifa ulikuwa wa kipekee. Alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kushiriki katika mipango ya kuokoa uchumi wa Tanzania wakati wa hali mbaya ya kifedha miaka 1980 na 1990. Cleopa Msuya pia alikuwa sehemu muhimu ya jukwaa la kupanga na kutekeleza sera za viwanda, sera ambazo hadi sasa zimebaki kuwa msingi wa ujenzi. Alikuwa si tu kiongozi wa taifa, bali pia mwana maendeleo wa nyumbani. Aliongoza jukwaa la maendeleo ya Kilimanjaro kwa muda mrefu, akihamasisha miradi ya elimu, maji, huduma za jamii katika mkoa wake wa kuzaliwa. Katika maisha ya kifamilia, Msuya alijulikana kama mtu mwenye upendo, utulivu na maadili ya juu. Alifunga ndoa na Roda Mshana na pamoja walijenga familia iliyojengwa juu ya misingi ya heshima na mshikamano. Licha ya vyeo vyake, aliendelea kuwa mtu wa kawaida baada ya kustaafu. Hadi miaka ya mwisho ya maisha yake, Msuya aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika masuala ya kitaifa, na mnamo mwaka 2019 aliteuliwa kuwa mkuu wa chuo kikuu cha ardhi ARU, nafasi aliyoitumia kushiriki katika mjadala wa kitaaluma kuhusu matumizi bora ya ardhi na maendeleo ya miji. Pia alishiriki mijadala ya kitaifa kuhusu hali ya uchumi,
utawala bora na mustakabali wa taifa. Hata hivyo, aliendelea kutumika hadi mauti ilipomkuta. Na hiyo ndio historia fupi ya hayati Cleopa David Msuya, kuanzia mwanzo wa maisha yake hadi kufikia umauti wake. Hii ni Mawengi TV, ni kusitu mtazamaji, endelea kutufuatilia kwa makala mbalimbali zinazoandaliwa hapa Mawengi TV. Langu jina ni Diana Masae.